Kanuni 7 za msingi wa utajiri ambazo kila mtu anapaswa kuzijua kabla ya kutafuta pesa. Tatizo si kazi unayofanya, ni jinsi akili yako inavyotafsiri pesa. Ukielewa kanuni hizi 7, utaacha kukimbiza pesa na kuanza kuzivuta. 1. Utajiri ni mfumo, sio tukio. Pesa huja na kwenda, lakini mfumo wa kuizalisha ndiyo hujenga maisha. Kuwa na pesa si utajiri, uwezo wa kuzalisha pesa tena na tena ndiyo msingi wake. Wengi huona matokeo, wachache hujenga chanzo. 2. Utajiri huanzia kwenye akili kabla ya mfuko. Mikono huifuata akili, si kinyume chake. Kabla ya mtu kuwa tajiri kwenye akaunti, lazima awe tajiri kwenye fikra. Akili maskini huzaa maamuzi ya maskini hata akiwa na pesa nyingi. 3. Nidhamu ni sarafu ya kwanza ya tajiri. Anayeweza kuzuia matumizi leo hujenga uhuru wa kesho. Utajiri haujengwi kwa kipato pekee, bali kwa udhibiti wa matumizi. Kujizuia leo ni uwekezaji usioonekana wa kesho. 4. Thamani unayotoa ndiyo kipimo cha utajiri wako. Soko halilipi juhudi, hulipa suluhisho. Kadri unavyotatua matatizo makubwa ya watu, ndivyo unavyovuta pesa kubwa. Utajiri haufuati matamanio, unafuata thamani. 5. Muda ni mali ya siri ya matajiri. Wale wanaojua kutumia muda hujifunza kutumia pesa vizuri baadaye. Wenye utajiri huwekeza muda kwenye kujenga, si kupoteza. Kila dakika ni mbegu ya baadaye ya kifedha. 6. Uhuru wa kifedha huanzia na mawazo huru. Mtu hawezi kuwa tajiri ikiwa anaogopa kuchukua hatua. Hofu huua fursa kabla hazijazaliwa. Utajiri hupenda watu wanaothubutu na kujifunza. 7. Utajiri ni kuwa na mali inayofanya kazi bila wewe. Kazi ya kweli ya pesa ni kuzaa pesa nyingine. Matajiri hawauzi muda wao kila mara, hujenga mifumo inayowafanyia kazi. Hapo ndipo uhuru huanza. Utajiri si kuonekana una pesa, ni kuwa na uwezo wa kuunda pesa tena na tena bila kuanza upya kila siku. Na safari ya utajiri huanzia pale mtu anapoamua kubadilisha fikra kabla ya kubadilisha hali. Je, wewe unaijenga pesa au unategemea pesa ikujengee maisha? Acha comment na jenga utajiri kama umeelewa mabadiliko ya fikra.